Kiongozi. Nini? Nakwambiaga kila wakati. Tena sio mara moja wala mara mbili. Sasa leo haya hapa. Mambo gani? Wewe usiniletee zile biashara zako za mambo ya kichawi chao kishirikina, sawa eh? Nimekwambia hivi, huyu mtoto muangalie amefanya nini, mbona kaanguka ghafla? Sijakuitia mwanzo kuniambia imani zako za ovyo ovyo hapa. Sijui unanielewa? Ina maana uone kiongozi? Nyie amuoni? Wewe hatuoni nini? Mbona hatukuelewi? Nyoka huyu. Kicheko kila siku twende Wage Primary School. Oye, ukifika huku rafiki, huwezi kuacha kucheka. Wanafunzi wa kila aina wapo, masela na masharobaro wapo, wengine wachawi, wengine wapo tu, kila siku ni vituko tupu. Walimu nao usiwaamini sana, kila mmoja ana staili yake bana. Ukifika hapa macho utayafumbua, kicheko chako lazima kitapata. Mguu pande. Mguu sawa. Mguu pande. Mguu sawa. Tuleni kwa niaba ya kumsikiza mwalimu mkuu. Wanafunzi, leo nipo hapa mbele kwa sababu ya kukagua na mimi usafi, na nataka nihusike kwenye swala la usafi kwa sababu shule yetu imekuwa ya mwisho sana kwenye usafi. Tunapata aibu. Shule nyingine zote wanafunzi wanaenda smart, wamependeza, kasoro wanafunzi wa shule hii tu ya Wage. Kwa hiyo leo nikaamua nitoke ofisini, niache kazi zangu zote, nije hapa Asembo kwa ajili ya kuangalia hawa wanafunzi wanaotuumiza kichwa na kututia aibu huko kwenye shule nyingine na mitaani ni wakina nani. Walimu, mimi nadhani hapa sina la kuongea sana. Nataka nione kazi yenu ikiendelea ya ukaguzi. Mwalimu Chipe, fanya kazi yako. Asante madam kwa kunipa nafasi. Mguu pande. Mguu sawa. Vizuri. Mikono mbele. Afu kenua hii. Kenua na meno hayo. Piga mswaki kweli. Kucha chafu hizo. Kisha ukate kucha. Mbona mikono ina mavi? Kucha zina mavi hizi, kucha chafu. Sawa? Safisha. Fanya. Safi meno. Chazi. Kucha zinakuwa hizi. Kesho ukate, sawa? Kisha mkono hivi. Itaidi usafi, sawa? Kucha chafu hizo. Sawa. Mwalimu, viatu. Viatu? Kama unajua una viatu vya shule, pita pale. Changamka, hatuna muda. Vipindi vinataka kuanza saa hizi. Aya, mwalimu, ona kitu kile. Wewe kubwa nyinga. Jo. Yaani ile. Jo, yaani ile ndio inakuwa la mwisho, yani alina. Njoo mpumbavu mkubwa wewe. Unaona kama shule ya babako hii? Ah, pale. Kule. Msubiri pale. Mama pale. Piga magoti hapo. Babu kabisa hivi. Ona. Nyosha mstari. Mwalimu. Haya, kizaza cha mtaki. Na wewe njoo mama yangu. Mistiki njoo. Njoo, pita hivi. Changamka mpumbavu. Yaani mtoto sio kwao kazaliwa kwenye
nani miti ya bangi. Cheki kichwani keka nini? Njoo. Hivi mwalimu. Kaa. Walimu mnafanya baba zako. Piga magoti. Piga magoti hapo. Piga magoti. Na utani na walimu. Piga magoti. Ita mvua hapo. Piga magoti ita mvua. Kama mimi sinapiga chini wewe usitanie. Shalobalo yule. Nachoka mimi. Na wewe njoo mpaka mafuta lipostiki si nini wewe? Wewe njoo. Wapaka mafuta nye pididi ndo anatafuta. Njoo. Aya. Wewe toa mkono. Atoka. Toa uchafu wako. Sogea hapa. Naumwa. Sogea, unaumwa nini wewe? Unaumwa hapo Mwimbili. Naumwa miguu. Wewe. Changamka bwana, unanitembelea mimi kama mpumbavu. Toka. Mwalimu Chipe na huyu naye mshughulikie. Mwalimu tayari. Rudi tayari nini? Atoka. Chukua daftari. Potea. Unanivimbia? Mwalimu. Mbavu. Atoka kupiga show, naomba mpigishe na wewe show moja ya kibabe kama ya wenzie. Toka. Msanii. Msanii, vipi? Fresh. Vizuri. Naomba niimbie nyimbo. Una cha kuimba, shika chini. Shika chini. Nguo itakataka. Shika chini. Shika chini. Niimbie. Sauti yangu ya dimu. Sawa, shika chini. Sauti yako adimu. Shika chini sauti yako adimu. Oh shit. Oh shit. Kia Mungu. Shika chini. Wewe sitanie, nitakuumiza. Wewe mshenzi. Oh my God. Shika chini. Oh my God. Wewe shika chini usitanie. Babako anakuja kila siku hapa. Shika uchafu wako. Paredi. Nenda. Nenda kule. Kaa kule. Mtu anadharau huyo. Nie. Nitakuja kuwafuata darasani. Paredi kule. Mwalimu Kimu akija ajipange. Kajipange kweli. Hebu kaa kimstari hapo. Ndio changamoto mnazopitiaga. Tunazopitia siku hizi. Maana kila tukio na bidii. Mguu pande. Nani huyo? Huyu vipi? Ana matatizo? Bana, jala wewe. Mlinzi! Mlinzi! Sio atakuwa kaenda wapi? Wewe mlinzi wewe? Mlinzi! Sio uko wapi mpumbavu? Wewe mlinzi wewe? Mlinzi? Mchangamka njoo kimbia huku. Wai basi na wewe fanya haraka. Vipi kiongozi, kuna nini? Hebu mwangalie huyo mtoto hapo, shida nini? Kiongozi. Nini? Nakwambiaga kila wakati. Tena soma na moja wala mara mbili. Sasa leo haya hapa. Mambo gani? Wewe usiniletee zile biashara zako za mambo ya kichawi kishirikina, sawa? Nimekwambia hivi, huyu mtoto muangalie amefanya nini, mbona kaanguka ghafla? Sijakuitia mwanzo kuniambia imani zako za ovyo ovyo hapa. Sijui unanielewa? Ina maana uone kiongozi? Nyie muone? Wewe hatuoni nini? Mbona hatukuelewi? Nyoka huyu. Kicheko kila siku twende. Hivi walimu, kile kilichotokea leo pale mstarini mlikiona? Mimi hata sijaelewa, ndio maana mpaka sasa hivi hapa kinanichanganua kwenye ubongo wangu. Mkuu, mbona utii neno na ulikuwepo pale leo mstarini? Vipi, uliona lile jambo lilotokea pale? Wewe tena kiatu kama uko taasisi. Afu nao shaanza. Nachanganya watu shabu. Nyinyi.
Yaani kuanzia muda huu kichwa changu kinavyoniuma, sihitaji malumbano, sihitaji discussion yoyote ile izungumziwe, tofauti na kutoka hapa kwenda kufundisha wanafunzi darasani. Madam President, wewe ndio unajua muda wako kwenda kufundisha. Na shangaa paka sasa hivi umekaa kuongelea tu umbea hapa. Nenda kafundishe huko. Nyanyuka. Sasa kucha. Sasa mjangu napeleka. Watibuliwa na watu wengine aje kuninaniumia. Mtoto anajua. Kaa chini huko. Unajitia umesoma, miwani umevaeje sasa hivi? Wasoma wanavaa miwani hivyo kama tapeli. Vaa miwani vizuri na mifimbo yako hiyo. Una mifimbo afu umeshindwa kuwanyoka. Jinga kweli. Baba mjambo. Kaeni chini. Somo la jana tulijifunza vitendawili. Kwa hiyo tunajikumbushia kidogo. Mmesikia wanafunzi eh? Ndio. Haya. Haba na haba. Samira. Kujaza kibaba. Vizuri, mpigeni makofi. Mpaka maka. Wewe uko nyuma. Mkojo. Toka mbele. Nina madaftari. Madaftari yako hata uko pita wewe mbele. Mwingine? Bisho. Utelezi. Simama. Utelezi. Mpigeni makofi. Haya. Leo tunajifunza somo tayari tushamaliza kwa vitendawili, tunaingia kwenye aina za nomino. Haya, mbona nimesikia kitu hapa kimepita? Nani kaingia? Mkuu wa shule Nyundo. Humu ndani kuna mkuu wa shule? Mimi najua mkuu wa shule humu ndani ni Samira na Omari, hao ambao ndio wenye uongozi humu darasani. Kuna mwingine zaidi yao? Samira, nani kapita? Nyundo. Nyundo, pita mbele. Nyundo, njoo mbele. Kwa hiyo ni kiziwi au? Jamani darasa kiziwi? Hapana. Sasa nisikii, mlemavu? Hapana. Sasa kama akashindwa kuchomoka mwenyewe naenda kumchomoa mimi. Hivi wewe, hii darasa la baba yako au la mama yako? Shule ya mjomba wangu na mwana nataka napokuja. Ndugu, umeula shule ya mchele bila kuchagua. Mimi siogopi chochote hii shule, nadhani unijue. Ukiambiwa Madam President, kwanza zingatia neno president.
Alafu cha pili, zingatia neno madam. Mdao ninavyosoma mamako na babako wanaenda kukoboa mahindi shamba. Upo, toka darasani kwangu. Mister. Toka. Mister. Nataka nione leo kama chuma kitakubali kutoka nje. Kinang'oka. Toka. Mister, mwalimu anakuambia. Hivyo wewe umeshajikuta nani? Kama nini? Mwalimu mkuu, ukimwambia habari zako anastuka. Chipe ukimwambia ndo kabisa. Ndugu. Leo umelalia mlango wazi. Tena umelala kifudifudi. Toka. Mister. Toka ile dada mambo ya polisi lakini Mister kisho. Wewe mtoto usinichukulie mimi hizi kama hivyo. Jamani, walimu wote anafanyia hivyo? Ndio. Sasa nijui. Nitafanya juu chini. Huyo mtoto mdarasani kwangu atoke. Sio vile kufundisha mwanafunzi kama hivi. Naenda kumuita mwalimu mkuu. Leo ndo atanijua vizuri. Bado hujasema. Na nitasema. Mwaka huu tupigie makofi jamani. Mkuu, hapo kwanza bora nilivyokukuta. Nimechoka vituko vya ile darasa. Nyundo watu wanatoka yeye ndo anaingia darasani. Namwambia basi toka hapa mbele, attack nimeenda kumchomoa. Namwambia majibu anonijibu tofauti. Hivi mwalimu, yaani unakuja tu lesilesi, unakuja spidi, unanisimamisha muda sina. Nataka kuna sehemu niwahi kwa sababu ya mambo kama hayo, si ndio? Hivi umesahau kwamba wewe ni mwalimu. Sawa, unalipwa mshahara kuwafanya wale wanafunzi wakae kwenye mstari. Ndio jukumu la walimu, kwamba wale wanafunzi uwatengeneze kinizamu, heshima na akili. Unapokuja huko haraka haraka na kulisimamisha mimi kwa sababu la mwanafunzi kakuletea ujeuri, unategemea mimi nifanye nini wakati wewe ndio mwalimu wake? Inatakiwa umtengeneze akae kwenye misingi ya nidhamu. Baba, yule inavyoonekana tu nidhamu kaishindwa kwa utangia kwa mdogo, babake na mamake wameshindwa. Utaiweza ile shule? Utaweza hapa shuleni kumfundisha ile nidhamu? Utaiweza? Madam President, hebu nisikilize. Unajua wewe ni mwalimu ambaye asilimia kubwa asilimia kubwa wanafunzi wanakuogopa. Kwa nini usitumie sauti yako kali na sauti yako kubwa kumuelewesha wewe mwanafunzi au kuwaelewesha wanafunzi? Unatumia sauti yako kali kuniambia mimi swala ambalo wewe limekushinda darasani mimi sijalishuhudia. Nisikilize. Umezungumza sio mtoto sio anafanya nini? Watoto mwili watukutu ni wengi, ile darasa limeshindikana. Ni mtoto gani ambaye wewe umemtaja? Maana nimesikia umemtaja lakini sikumbuki ni Nyundo. Madam. Yaani katika mtoto achana naye, kaa naye mbali. Ni yule Nyundo. Hebu imagine kwamba ameitwa Nyundo. Asilia unaijua Nyundo kazi yake kugongelea nini? Misumari. Kugongelea misumari. Sasa kama unataka wewe hapo uwe moja ya msumari, sasa endelea kumfuatilia mtoto Nyundo. Baba, cha kwanza kabisa zingatia engo ya jina, Madam President. Mimi ndo rais wa hii shule na nahakikisha kila mwanafunzi mmoja ataenda kama unajua zile mbio za mgambo ndo nitazipeleka mimi. Wewe umeshindwa, niachie. Sina kulipa mshahara. Sasa kwa kuwa ni mbishi, jifanye hivyo Madam President, mimi ndo nitamnyoosha. Wenzio walitaka kumnyoosha wakajikuta wao ndo wananyooshwa. Si ndio unaelewa? Endelea na upumbavu wako, muangalie kwanza. Usiwaamini sana, kila mmoja ana staili yake.